Exodus chapter 8, verse 1. And I know we are going to be blessed. I'm Joseph Washira from Lemuru. And I thank God for being here. I serve with Anglican Church. And I thank God because He has brought me here to share the word of God with you. People go. Let my people go so that they may worship me. Let my people go so that they may worship me. Other version says, so that they may serve me. Serving God is worshiping God. Worshiping God is serving Him. Praise be to God. Na tulianza jana na topic yetu ama mada yetu ya wiki hii ya hii weekend imekuwa going deeper, getting deeper and being deep rooted. That is our message from the book of 2 Kings 19 and verse 30. The Bible says, the remnant of the house of Judah shall take root below and bear fruit above. That is our message, that is our topic, kukita mizizi. Lakini nataka leo nianzie mahali, because yesterday as we came here, I taught you two things. Number one, I taught you how to get rooted, na nikawaambia ni kupitia neno la Mungu utakita mizizi. Niko na mambo mengine mawili ambao tunafaa kufanya ili tukite mizizi, lakini kwanza tuendelee na hiyo moja ambayo ni neno. Then from there I'll give you, nikawapatia benefit moja ya to be rooted, ya kukita mizizi, na nikakwambia ni kuimarika or be stable. So today I want to continue building on that first way of getting deeper, that is the word of God, and then I give you one more benefit of being rooted. Kama vile tulisoma neno jana na tukasoma stability. Wetu hapa ako na historia mahali alitolewa na Mungu. Mungu alituita kutoka mahali tofauti, lakini wote kusudi ilikuwa moja. Haijalishi kwenye ulitolewa na haijalishi wakati ulitolewa, lakini lengo lilikuwa moja, uje ukamtumikia Mungu. Unajua ni kwa nini? Mungu alikuwa na wivu akiona mtu mwenye alijiumbia na mikono yake na kusudi lake akihudumia na kutumikia kusudi za kwenyewe. Kuna mama mmoja aliniita upande wa Deia Lemuru na akaniambia kijana wake amemnunulia puda aweze kujisaidia kimaisha, lakini hiyo puda anaitumia kuchotea watu maji kijiji mzima, na mama yake anatumia mtungi hawezi kumchotea juu halipi. Are you getting the irony? Yeye ndiye alinunua puda akapatia kijana wake, lakini akasema wewe maadhe yako ni ya bure, kwa hivyo ngojea jioni nikipata wakati nikirudisha puda, kama nitapata wakati naweza kuletea. Sasa akaniita akaniambia huyu kijana sasa shida ni nini? Na I thank God, maana huyo kijana sasa alinyooka na mpaka juzi akafanya harusi kubwa sana. So hivyo ndivyo tulivyo. Mungu aliona wivu wakati ulitumikia visababu vingine huko nje, ulitumikia kusudi zingine, ulitumia pesa zako, wakati wako, nguvu zako, maarifa yako, the skills that you have kutumikia ufalme mwingine. Mungu aliona hapana na akatumana uendewe na uletwe. Hebu sikiza. What the devil did, I'm about to teach you something very new to most of us. What Pharaoh did, he brought something I call 4 levels of compromise. Alileta pigamizi 4. Na usikie vizuri sana. Alileta pigamizi 4. 4 levels of compromise. The first one, it is the book of Exodus, the same chapter 8, verse number 25. Ebuweka pale. This is what the Bible says. Wakati aliambiwa waachilia watu wangu waende, hakukubalia kuachilia na waende. Hapana. Hata saa hii mtu amepagawa na mapepo, tukimfanyia deliverance haitokani ovyo ovyo, inakatana na yeye. Na hata inatoa visababu, inasema huyu ni wangu maana hata nimemweka alama. Huyu ni wangu maana hata alikunywa damu. Huyu ni wangu maana tulifanya maagano. Shetani ya kuachiliaji ovyo. Kwa hivyo hata kanisani unatafikiria uko huru, lakini kumbe hauko huru. It is one thing to come to church, and it is another thing to be deep in Christ. Amen. Praise be to God. Amen. Kwa hiyo shetani aliwaambia hivi,
here in the land. Sasa unapata kama ni secretary wetu anakuja hapa akisoma notices. Kwa sababu hana ushuhuda tu, ni kutubangaisha. God is good all the time. All the time. Hapana, wewe toka Misri upata ushuhuda. Praise be to God. Amen. How can you go deep when still in Egypt? That was the first level of compromise. Ya pili ndio hii, the same chapter, verse 28. The same chapter, verse 28. Alisema hivi, I'll let you go. Unajua venye Musa alimwambia, what you are about to offer may be detestable before the eyes of Egyptians, so let us walk out. Kile tunatoa kama dhabihu inaweza kuwa najisi machoni mwa Misri, tuachilie tu tutoke. Akakubalisha waende, lakini akaweka masharti, but you must not go very far. Sasa hii ndio message yetu ya wiki hii. Wewe umefungwa hapa, wewe okoka, lakini usiende sana. Kuna kazi yangu aliokoka kuja akaniambia, "Kai shida, hasa niliokoka kama wewe, ndio uliokokea wapi? College." Nikamwambia, "Wow, how is salvation life?" Akaniambia, "Wewe, mimi si uokoka hiyo ya ujika kama yako." Nikamwambia, "Bado basi kuja okoka. Kama sio ya ujika." Lazima uonekane ukiwa mjinga. Paulo anasema tunaonekana wajinga. You know, kwa sababu hajaenda sana na watu wengi hawataki kuenda sana. They are very shallow. Watu wako very shallow. May God help you to go deeper. Musa alimwambia, lazima utukubalishe, tutaenda siku 3 jangwani. We must go deeper. Hatuwezi kubali kufungwa kama ile ndingoingo. Mnyama inaitwa ndingoingo. Ile mnyama inakuwa kama vya ng'ombe. Hiyo kitu tulikuwa watoto tulikuwa tunaishika, tunaifunga kamba, tunaiachilia, inaenda, inafikiria iko huru, tukiitaka tunaileta hapa. Watu ndio wamefanya na shetani. Kwa sababu wameambiwa you must not go very far. I don't know what the Bible says. Hebu tupatie Ephesians chapter 2:11. Ephesians chapter 2:11. Nikuonyeshe kitu hapa. Huyu shetani anasema tusiende far. Let me show you. Ephesians 2:11. This is what the Bible says. Therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision that is done in the body by hearts of men. Verse 12. Hiyo ndio nataka ushike hapa sasa. Remember at that time. Huyu shetani anakuambia usiende sana. Sasa nataka uone kitu hapa. Remember at that time. Wakati ulikuwa uko kwa dunia, remember. Verse 11 is telling you to remember what? Now here in verse 12. Remember that at that time you were separate from Christ. We cannot afford to live separated forever from Christ. Na kama uko huku bado uko Misri, usikubali kwa na nyumbani kuwa Misri. Vuka upande mwingine. Hallelujah. Amen. We were separated from Christ and Christ is the head of the church. Hiyo ni kumaanisha ni mwili bila kichwa. Unajua show ground tulionyeshwa kichwa bila mwili. Kanisani kuna mwili bila kichwa. Kai Jehova. Na ndio unaona kichwa mwili mwenye hauna kichwa huku Kitengela na Adhiriva mmezoea hizi maroli na matrailers. Hizo matrailer kuna vile kichwa inachomolea kwa inaendea zingine kwa basa inaacha hii kwa barabara ama inaenda kutengenezwa ikirudi ndio inakuja ikishikana ndio trailer inaweza kumove tena. Kuna watu wamekwama hivyo miaka yote because they are separated from the head which is Christ. Hebu na ukate kuku kichwa. Ukate kuku tu kichwa. Uone vile itapeperuka. Inaweza toka hapa mpaka na huko unaita nyambura. Yeye buru. Lakini haiendi bali juu haina kichwa. Listen to this. Excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise. Yani tulikuwa wageni ambao wamefukiwa nje. This is how far we were. We were far on the other side. Very far from God. We were separated from Christ. We were also outside and very far
was there. Give us verse 13. The Bible says, but now, wow, but now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near. We have been brought near. The urge for you to go deep and to be rooted, it is because Son of God paid the cost. He paid what it takes. Unajua siku hizi kuna watu wanakula fare. Usikule fare kukaribia Mungu. Fare ni damu. Fare ni damu. Usikule hii. Maana tunaletwa karibu. Tunaletwa karibu. We must get deep by all means through the blood of Jesus Christ. Kwa hivyo kila mmoja wetu kuna uwezekano wa kumkaribia Mungu, maana damu ilitolewa ili wale walikuwa mbali wakaweze kukaribia. That was the second level of compromise. The third one, it was Exodus 10:10. The Bible says, aliwaambia Exodus 10:10, aliwaambia sasa mnaweza toka Misri, mnaweza enda mbali kwenye mnataka, lakini muende wanaume peke yenu. The Lord the Lord be with you if I let you go along with your women and children. Siwezi kuwaruhusu mwende na wanawake wenu na watoto. Aliwaambia endeni wanaume peke yenu. Na wengi tuko hapa. Maana the families are divided. You try to go deep, the husband is pulling you back. You try to go deep, the wife is pulling you back. You try as parents to go deep, the children are dragging you behind. You try to go deep as a child, as a son, as a daughter, the parents are pulling you back. Listen to this. Joshua says in the book of Joshua 24, verse 15, that I and my family, I and my house, we will serve the Lord. That was the third level of compromise. The last one, Exodus 10, 24. Exodus 10:24. Listen to this. Itakuja kuihubiri next year, lakini wacha niuzie tu. Hii haiwezi isha. Hii nataka siku 7. Exodus. And Pharaoh son of Moses had said, go worship the Lord. Even your women and children may go with you. Only leave your flocks and herds behind. Watu waliokoka wakapatia Yesu roho, wakatoka Misri. Walitoka Misri. Ya pili, walienda mbali, wamekaa sana huku. Wameingia katika huduma tofauti, katika idara tofauti, katika uongozi, katika nini, wako huko kwa kujitolea. Wameenda mbali sana. Wamekuja huku na familia zao, wote wako hapa. Lakini ikifika ni utajiri wao, hawa watu hawajaenda. Na shetani anahakikishaka hata yule ameokoka sana, lazima mweke mtego. Kibeti yako ako nayo. Uwezi anajua wewe tuwe peana roho. Wewe tu ikia kwaya, wewe ikia chairman, ikia treasurer, ikia nini, ikia asha, ikia president, lakini kibeti ako nayo, hiyo amekalia. Na Musa alimwambia hatuachi hata kwato, even na hoof, because it is going deeper even with what we have. Now listen to this. Give us 2 Samuel chapter 3 verse 1. 2 Samuel chapter 3 verse 1. Get to hear this now. We are talking about getting deeper. And I wanted to show you the compromises that the devil brings. Now listen to this. The war between the house of Saul and the house of David lasted a long time. Vita katikati ya nyumba ya Sauli, the first king, and the house of David, the second king, it lasted for a long time. Hii vita walimenyana kwa muda mrefu. But listen to this. David grew stronger and stronger when the house of Saul grew weaker and weaker. Wakati Farao alikuwa anafukia watu wa
wasikuacha wakatumikia Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo hata wakati wa leo. Kuna mambo ambayo inaleta pingamizi wakati unataka kukita mizizi katika Mungu, kuingia ndani katika Mungu. Kuna mambo inaleta kizuizi, na nataka uishike na uelewe vizuri. Biblia inasema ya kwamba Sauli ndiye alikuwa mfalme wa kwanza. Na huu mfalme wa kwanza, Biblia inasema sio Mungu alimchagua. Wao ndio walidai wapewe mfalme. Walisurutisha Mungu kuwapatia mfalme. Naye Samueli akalilia Mungu. Mungu akamwambia wachana na wao. Si wewe wamekataa, ni mimi wamekataa. Akasema kile wanataka nitawapatia. You know there is that we call acceptable will of God. Ukimsukuma anasema chukua. Aliwaambia hata vijana, ukiomba Mungu kama umefanya macho hivi, Mungu kama unipatie ajira, Mungu kama unipatie ajira, atakuja na shida zake. Si wewe unasukumia upatiwe. Praise be to God. Sasa wao walisema wanataka mfalme mwenye watakuwa wakiona, si mtu wa kuabua. Alisema wanataka mwenye wanaona kama mataifa mengine, wakapatiwa. Sauli akimwagiliwa mafuta, 1 Samuel chapter 10 and verse 1, alimwagiliwa mafuta na kibuyu, flask. Ndio Biblia inasema flask, alimwagiliwa na flask. Na ndio unaona, unaona tupu flask, kibuyu. Sauli alikuwa mfalme wa kwanza, alimwagiliwa mafuta na kibuyu. Hii mwili unaona, hii ndio mfalme wa kwanza hapa duniani. Hii mwili ndio iliumbwa na Mungu kutoka kwa matope na akapulizia uhai hii mwili. It was the first king to rule hii mwili. Lakini wakati Mungu alichoka nayo, vile niwaambia jana 1 Corinthians 15 and verse 50, alisema mwili na damu haitagawa ufalme, haitarithi ufalme. Akakataa ufalme wa mwili. Na ndio naona hiki kimwili, sasa usikize because you are getting deep. Sasa usikize, hiki kimwili hakiwezi kurithi ufalme wa Mungu, lakini kimechukua wakati wako wote kukitunza. Tuko na wakati wote wa hiki kimwili, kinaitwa Sauli. Hiki kimwili kazi yake ni mikebe. Saa hii angalia kwa mikebe ni kapi. Mikebe ikianza sitting room, hiyo mkebe inaitwa TV kama hii. Hiyo kimkebe kinafurahisha mwili. Hiki kimkebe. Ikia kitchen upate mikebe yote huko. Elianto, mikebe ya chumvi, mikebe ya Royco, mikebe yote ya hiki kimwili. Ikia bedroom, kama kwako juzi tununua katray, juu mafuta ya madam na asinisikie, mna record. Sasa mafuta yake vile imepakwa hapo, na hapo ni moja tu hapo basi. Nilikuja nayo hata haiko sasa, niko nayo huko. Hiyo mikebe ingine yote ni yake. Mikebe ya hii mwili. Na tunaweza chelewa nikimkojea, maana anaweka mkebe chini akichukua mwingine. Mkebe wa hapa sio hiyo ya hapa. Mkebe ya hapa sio hii ya hapa. Mkebe ya hapa, kai Jehova, si kuna mikebe. Na kuna mikebe mingi. Maana huyu Sauli ni wa mikebe. Wakati Mungu alichoshwa na Sauli akamkataa, Biblia inasema get the revelation here. When God was fed up with Saul, hakumuua na hakumuondoa, alianza kutekeleza Daudi. Sauli bado amekalia kiti. This is the problem. Hata saa hii wale wanatafuta kura, mkubwa anakasirika juu anatafuta kura na bado wako kitini. Iko hivyo. Iko hivyo, hata kiroho iko hivyo. Maana hiki kimwili kilipomwasi Mungu, Mungu akaanza ufalme wa ndani. Na ufalme wa ndani, 1 Samuel, it should be chapter 16. Kuanzia hapo verse 1. 1 Samuel, yes, hebu angalia hapa verse 2. And verse 2 ni verse 2 hiyo ya kwanza. Hebu sikia, how long will you mourn Saul since I have rejected him? Hii mwili imekataliwa. Hiyo ni mwambia 1 Corinthians 15:50. Imekataliwa. Hebu sikiza hii. Over Israel, fill your horn. This time not flask, but horn. Unajua ni kwa nini? Maana kibuyu unaweza okota. Kibuyu
easily available. Lakini horn, ili kupatikane pembe, that horn, blood must be shed. And without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kwa hivyo mtu wako wa ndani, na tuache mchezo watu wa Mungu. Hata kama wewe haukugharimika, kuna mtu aligharimika ambaye anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Wokovu si kitu ya kuchezea. Kilicho ndani yako si kitu ya kuchezea. Na ndio unaona wakati Sauli alisikia kuna kamtu kanaitwa Daudi na kakaona live kakimaliza Goliathi. Imagine Goliathi amewatisha siku 40, 40 days. Kilikuwa kinatokea hivi, watu wanarudi nyuma. Daudi akakuja. Mtu amepakwa mafuta haonaji kama wengine. Daudi wa ndani wako akikula neno vizuri, hutaona kama wengine. Wao akiona kimtu mpaka Sauli mwenyewe, unajua kimwili your body, your flesh, your carnality amplifies problems. Hapo mjasikia kitu. Kimwili kinaitwa Sauli, kinaangalia Goliathi, kinaambia Daudi huyu usicheze na yeye. Amepigana tangu akiwa kijana, ako na experience. Hata vidole alikuwa na 6. Lakini Daudi mwenye mpako mafuta na Mungu, mwenye amelishwa vizuri, anakuja anasema, ni nani huyu Mfilisti mwenye hajatahiriwa? Ona kakei. I like that anointing. Yes. Instead of amplifying problems, you demean your enemy. You demean your enemy. You don't give them mileage, you demean them. Siku moja Yesu aliambiwa usihubiri, toanisha hizo crusade na speakers na machine na muende. Akasema enda uambie hiyo bweha. Na ni mfano ametumana. Enda uambie hiyo bweha. One of the ways to win battle is to demean the enemy. Usimpatie mamlaka. Mfalme amesema, alisema hiyo bweha, mwambie tuko hapa leo, kesho na mtodo na mtodogo tuko hapa. So listen to this. Biblia inasema ya kwamba akachukua pembe, akamwagilia mafuta, na vita ilianza hapo. Even after them, the war continued for a long time. Let me give you the secret. The Bible says after the long battle, the house of David grew stronger and stronger, while the house of Saul grew weaker and weaker. Get a word here. Whatever you feed wins. Look, munasikia kama mkiambiwa nini? Nasema kile unalisha ndicho kitashinda. Ukilisha mtu wako wa nje, atang'oa mtu wa ndani. Ukilisha mtu wako wa ndani, atashinda mtu wa nje. Wengi wetu tumelemewa kukita mizizi katika imani, kushughulikia mambo ya ufalme, maana tumelemewa na kimwili, maana kimwili ndicho tunalisha sana. Uko na wakati wowote wa TV, uko na wakati wowote masaa 3 ya kwenda salon. Kama leo Saturday, wamama wengi walienda salon. Hata sisi siku hizi tunaenda. Na hatuendi ya kibudo ile tulikuwa tunanyolewa tu mbeleni. Siku hizi kuna maendeleo. Unakaa pale unanyolewa. Mpaka niona mzee mwingine amelala. Nikamwambia huyo mwanadada, wewe utaona pikuli. Mzee wa wenyewe anamwaga wake hapo. Wazee wengine mpaka wanaenda kama haichamea, maana wanasikia hiyo experience ni different. Maana Joshua alizeeka hana hizo vitu. Sasa kisika anamwambia nikufukue shati, anafukuliwa mpaka hapa. So wakati wa Sauli tuko nao, lakini wakati wa Daudi hatuna. Na ndio unaona tukilisha Daudi, tukilisha Sauli, anashinda Daudi. Watu wengi ukiangalia na masuti, ukiangalia na nguo za Italy na za kutoka kwingine, huyo mtu ameng'aa, unaweza kupatia heshima, mpatia ile mikono na obeshe. Ndani ni mtoto. Maana hajalisha mtu wa ndani. Na ndio kazi imelemea wengine kanisani. Wachache ndio wameachiwa kazi ya kutumikia Mungu, kwa sababu ni wachache wamelisha mtu wa ndani. Listen to this. Lazima ujifunze kuanzia leo, ulishe mtu wako wa ndani.
nikuonyesha verse 2 niingie pale na malizia. Tupatie 1 Samuel 16:20. 1 Samuel 16:20. 1 Samuel 16:20. Ilifika wakati Daudi, Sauli aliona kuna kitu ndani ya Daudi, akasema aletewe Daudi akae na yeye. Get the revelation here. The inner person is within this flesh. Mtu wako wa kiroho ako ndani ya hii mwili. Ako na huko. That spiritual man, that inner person ako na huko. Anabebwa na hiki kimwili. Na yeye Sauli ametumana ili Daudi akaishi ndani yake, akaishi kwake. Let me give you a revelation. This is how your inner man should guide. Thank you, Jesus. This is how your inner man should survive in the outer man. Hivi ndivyo mtu wako wa ndani anafaa kuishi katika mtu wako wa nje hivi. So Jesse aliposikia kijana wake ameitishwa na mfalme, alifanya hivi. He loaded, God Almighty. He loaded. Hebu kwanza wacha hiyo verse hapo, tunarudi hapo. Tupatie Colossians 3:16. Tunatafuta neno loaded kwa Bible in the New Testament. Tunatafuta neno loaded. The Bible is good. Hebu tuone Colossians 3:16. We are looking for the word loaded. Loaded with blood. Let the word of God dwell in you richly. Be loaded with the blood. Be loaded with the blood. Wacha mkate neno la Mungu lijae ndani yako. Kama utaishi, kama utasurvive ndani ya Sauli, wewe Daudi mtu wako wa ndani, load him with the bread, load him with the word of God. Yes. Watu wengi hapa, our David is what? Malnourished. Thank you, brother. Malnourished. Kama tu kadani kamegojeka kwa shako. Huku kile unakimbia tu kwa barabara. Ni nini mama yeye keeping fit? Keeping fit. Mtu wa ndani hana shape. Mtu wa ndani hana shape. Maana anakula kila garbage. Wengine hata wakulaji. Ukijipodoa mtu wa ndani. Ukikula lisha mtu wa ndani. Let means you have the responsibility. You have the mandate. Ni kazi yako. Chukumika kulisha mtu wako wa ndani. Turudisha hapo 1 Samuel 16:20. Nionyeshe kitu hapa. Ndio niingie mahali na malizia as I told you. Listen to this. I love the word of God. I love the word of God. 1 Samuel 16:20. The Bible says that Jesse took a donkey loaded with bread. That is the word of God. A skin of wine. That is the Holy Spirit. Woo. A skin of wine. Biblia inasema usilewe na divai, bali ulewe na Roho Mtakatifu. And a young goat in mafuta, the anointing. The anointing that every believer should have. Sikiza sasa hii. Hii inaitwa spiritual balanced diet. Because bread is the carbohydrate. Wine is the vitamin. And goat is the protein. Tunaelewana? Tunashika kitu. You know I preach in layman's language. Ndio watu waelewe. You need this. And how do we get it? The bread, we get it, this carbohydrate, we get it from the word of God. The skin of wine, we get it through prayer. You pray until you are drunk of the Holy Spirit. Amen. Kuna watu wamekauka sana. Kukauka. Unajua hata wheelbarrow ikikauka. Hata wheelbarrow ikikauka mtu wako utasikia wala watu wamekauka kiroho, makelele ndio mingi kanisani. Wala watu wamekauka. Ukisikia mtu wheelbarrow ukifanya makelele ni kukaukiwa. Na hiyo ndio kelele ya watu wenye wamekauka. Now let me show you the sister verse of this. Psalm 104 verse 15. Psalm 104:15. Look at that. Psalm 104:15. Psalm 104:15. Wow. I want to wind up now.
with 5 strong points. But listen to this now. Why that gladdens the heart of man? Why? The more you get deep in prayer, deep in seeking God, the Bible says that you make your heart glad because you are now drunk of the Holy Spirit. Oil to make his face shine. Oil comes with fellowship. You fellowship with God like Moses. You fellowship with believers. You fellowship with your type, the people of your faith, people of the same spirit, and then you shine. Moses could come out of mountain shining. Ilibidi ajifunike. Go and read 2 Corinthians chapter 3 kuanzia verse 14. Utaona alikuwa anajifunika maana ameng'aa sana. And bread that sustains his heart. This is the balanced diet that you need to outdo the outer man when you nourish the inner man. Now listen to this. There are 5 benefits. 5 benefits when you feed your inner man. When you feed your inner man. The Bible has, hebu turudisha hiyo verse. Kuna neno nataka kutoa hapa, ile nilisoma 2 Samuel 3:1. Kuna neno nataka kutoa pale ndio niwapatie the 5 benefits. Uangalie hivi. Jana niliwaambia you get deep in the word, you become stable. Now today we've gotten deep in the word of God, maana tumekula balanced diet. Sasa umekula balanced diet, kuna hii. Jana niliwaambia stability. Let us now look at this. David grew. We want to look at growth. When you get deep, there is growth. Now I want to give you 5 benefits of this growth. Because when you feed your inner man, then you must grow. Lazima ukomae, you must grow. This is the one I was looking for. You need to understand after stability. Ukiimarika after being stable. Maana ile maua kwa kanisa zetu, kama hapa nimeona hii maua iko hapa iko rooted. Kuna maua zingine tunawekelea kwa kanisa kama ile iko pale juu, ile iko rooted. Can you see the difference? Yenye plastic si rooted. Hizi zimepandwa huku ziko na mizizi ziko rooted. So if you are rooted, then there is growth. Ya plastic kuna moja kwa maua. Na Mungu anisaidie juu nibadilishe kama idota aliniambia ni alika yake. Hiyo maua imekaa hapo na haijai grow hata inch juu ya plastic. Iko hivyo. Kuna watu kanisani they are like that. They never grow. Why? They are not rooted. But once you are rooted, you are stable and you grow. So our second benefit of being rooted after stability, it is growth. Na hivi nataka uwe nao nyumbani. It is growth. You need to grow. Listen to this. Tupatie sasa hii verse. Niingia hapo ndio niwapatie 5 benefits. 1 Corinthians 13:11. 1 Corinthians 13:11. I wish mmefuatanisha vizuri venye nimeleta ili uone vile Mungu anataka. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. This is now someone who is rooted, stable. Now he is growing. There was a time he was a child. Na mhubiri evangelist tu anasema hivi, the mistake comes here. Maana the Bible says in John chapter 1 and verse 12 that he came to his own and his own did not accept him, but them that received him, he gave them the right to become children of God. So tunafikiria tutaishi watoto milele. That is the problem. Mungu hakukusudia tutakae watoto milele. Lazima we stabilize as we take roots and then we grow up. And this is what I tell people, mark my words. Growing old is inevitable. Wacha niseme kwa Kiswahili. Kuzeeka ni lazima, huwezi epuka. Growing old is inevitable, but growing up is optional. Kuna kitu umeshika hapo? Kuzeeka lazima. Hata ukiingia, and you don't need any thank you Jesus. You don't need any effort to grow old. Hauhitaji bidii. Hata ukiingia Kamete ukiwa na 20 years, ukae 35 years, utazeeka tu, utatoka huko na 55. So you don't need any effort. Ukijifungia kwa nyumba na chakula yote, ukule miaka yako yote 60 na ile Brazil
utatoka huko ukiwa na 90, ukiwa na 100. Kuzeeka lazima hauna budi kuzeeka. But growing up, it needs commitment. Growing up, it needs some work. Lazima ufanyie kazi kukomaa. Na ndio tunasema watu wakita mizizi waimarike, wakuwe stable, na sasa waanze kukomaa. Shida zetu, wengi wetu wale tumekataa kukomaa ni kwa sababu tuko hapa kule hakuna mineral zako. But the minute you take roots below, you become stable and you start feeding from the nutrients and then you grow. Watu wakomae. Tuondoe mambo ya utoto. Huwa naambia, najua hapa kuna mwalimu wenye ni wachekechea, the kindergarten, hizo kindergarten na wa primary, kuanzia grade 3 kurudi chini. Hao watu wamezoea makelele. Uliza mwalimu lecturer wa university, hakuna makelele. Maana vile tu watu wamekomaa ndio makelele yanapunguaga. Kanisa ikiwa na watoto wengi wa kiroho ndio makelele inajaa. Tayari walimezikio, ukipata wala tunafanya kazi na wao ni watoto, kelele kwa mama ni mingi. Chairman wa wazee, uko na wazee ambao ni mili tu lakini hawajakomaa, kelele ndio hiyo. Chairman wa kanisa LCC kijao watoto, kelele ni hiyo. Elder district iko imejaa watoto, kelele ni mingi. Unatafuta prefect wa kuandika noise maker. Praise be to God. Hata praise team ukiwa na watoto hakuna mahali mtaenda. Juu watoto ni makelele tu. Si Mungu atusaidia tukomae, tuondoe mtoto. Tukomae, bana tumekita mizizi, tumeimarika, tumekuwa stable. Ni nini inazuia watu wakomae sasa? We need to grow up. Praise be to God. Amen. And now listen to this. There are 5 benefits of growing up. 5 benefits of this spiritual growth. Number 1, we access inheritance. We access inheritance. Ukikomaa unapata urithi wako. I got this revelation and I thought God help me to mature up all the time. Galatians chapter 4 and verse 1. Galatians chapter 4 and verse 1. The Bible says, as long as the heir is a child, he is not different from a slave. Sasa hii pati ya mwisho ndio baya. Although he owns the whole estate. He owns the whole estate. He is the heir because he owns everything. But as long as he is a child, he has no difference with a slave. No wonder people are living like slaves in the kingdom. Although they own everything, we call ourselves co-heirs together with Christ. Sisi ni warithi pamoja na Kristo. Lakini hakuna kitu unarithi, maana wewe bado ni mtoto. Huwa naambia watu hivi ndio iwaume kabisa wakomae. Yule msichana wa kazi uko na yeye kwako, ukimwachia juice ama maziwa ya mtoto na umwachie TV kwa nyumba na remote, mtoto wako ndiye mwenye kila kitu. Anaonaga TV, house girl akisema. Anakunywaga juice na hiyo maziwa, house girl akisema. Maana ni mtoto na hana lake. Wewe mwenyewe mzazi uko na vikombe vya bei na sahani za bei, lakini mtoto wako unamwenzi sana, unampenda sana, anakunywaga naka kamekani. Kwa sababu ni mtoto. Kuna watu kwa Mungu wanakulia hiyo na wanakunywia hiyo. Hiyo inakaa tu hivi. Kamejishika 6 hivi. Maana ni watoto. Ni wakubwa lakini ni watoto. Siku moja pastor rafiki yangu alifika mahali inaitwa Kajero na hapa Gitaro. Akafika hapo Kajero. Akaulizwa, akaona watoto kwa uwanja. Mtoto mmoja, kijana mmoja mkubwa mrefu na wengine tudogo wanacheza football. Huyo mtoto akauliza pastor, mtoto wa pastor akamuuliza wako kwa gari, anaonea kwa dirisha, akamuuliza, "Baba, kwa nini yule mtoto mkubwa anacheza na wadogo?" Hebu sikia hii answer. Mungu anapatia kwa watumishi heshima. Hekima. Aliwaambia hivi, aliambia mtoto wake hivi, "Yawezekana mwili ni mkubwa,
lakini miaka iko sawa. Hapo ndio nilijulia tuko na watoto wakubwa kanisani. Watu wakubwa lakini watoto. Maana hawajakoma. Walikataa kukita mizizi, waimarike na waanze kukoma. Kwa sababu hakuna kukoma, wewe ni kitoto kikubwa. Tunakuona tu kimwili kitoto kikubwa, lakini wewe ni mtoto. Na ndio unafanya mambo ya utoto, ndio unaongea kama mtoto. Unashasikia mtu akiongea unasikia huyu ameongea utoto kabisa. Ni vile tu siwezi kuambia, lakini ni utoto. Hata kufikiria kwake unaona tu ni kama mtoto. Unajua unaweza penda, na ndio Biblia inasemanga hata mjinga akinyamaza anaonekana kuwa mwerevu. Maana kuna mtu anaweza hata kupanga, kuna komenti fulani, mnapanga mambo ya kanisa, mnapanga mambo ya nyumbani, mnapanga mambo ya kazini. Unasikia mtu ile idea ametoa ni bovu, imeoza. Na hapo tu hapo. Na nafikiria tu ameongea, ni kama tu alikuwa anataka mdomo tu ipate hewa. Maana hakuna kitu amesema, maana ni mtoto. Watu wakomae ili waweze kupata urithi. Let me tell you, the reason as to why Jesus came, it is because he owned everything. The Bible says in Colossians chapter 1 that everything was created for him and by him. Zote zilikuwa zake, lakini akajitoa. That is Hebrews 2. Akajitoa kama mtoto mmoja ili akufe. Kutoka kwa huyo mtoto mmoja kukazaliwa wana wengi ambao ni wakurithi. Mungu alikusudia ukomae upate urithi. Na Mungu anasikia vibaya sana wakati utajiri umejaa, lakini hawezi kupatia maana wewe ni mtoto. Unajua kuna watu saa hii Saturday Mungu hawezi patia 2,000 juu kesho atamkia sawa. Hata kuja kabisa atamkia sawa. Kuna watu utapata hapa na vitambaa kesho hivi. Ufikirie tu ni kuokoka na kufunika masikio. Hapana, nilija kupata pesa. Mungu anajua huyu mtoto nikimpatia hata kuja kanisani na namhitaji kanisani, utakaa hivyo. Kuna wanaume hapa Mungu hatawahi kuaminia gari, maana kama saa hii uko na bomba kama 10 unatakataka na ukipata gari si utaongeza mileage. Sasa badala uende mirudio kukinyesha unakosa kuenda. Utakoma. Praise be to God. Kuna watu Mungu anasiaminia pesa, akikupatia giri moja unazunguka kaunti yote. You know, God forgive us. Tukomae. Mungu atupatia urithi. And listen to this. Abraham himself in Genesis 15 aliambia Mungu, umenibariki na hii yote. Ni nani atakuwa mrithi wangu? Mungu akamwambia ni mtoto ambaye atatoka katika magoti yako, huyo ndiye atakurithi. And Genesis 21 verse 8. Uone kitu hapa. Genesis 21 verse 8. Mungu anisaidie kumaliza hii, sitaki kuwa na deni kesho. The child grew. Unasikia ile neno growth inarudiwa. The child grew and was weaned. Kusema was weaned ni kusema aliachishwa kunyonya. And was weaned. And on the day Isaac was weaned, wakati aliacha tu kunyonya, hivyo ni kumaanisha, maana in chapter 15 Abraham aliomba mtoto wa kumrithi. Hakuwa anafurahishwa na hii mtoto, hii mambo ya kunyonya. Alikuwa anataka hii kunyonya ishe ili mtoto akomae ampatie mali. Na hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anatuangalia kila siku. Naona Abraham, wanaume tunaka shughuli mingi sana, hata tujuagi mtoto aliacha kunyonya lini. Unasikia hata mtoto akilia, unasikia mzee amesema wewe, leo kama ukithi wewe, sikuja unyonyeshe huyu. Wewe papa wakali, hujui aliacha kunyonya, utajua hatu. Lakini Abraham alikuwa anajua kila dakika, anaangalia kila wakati akipata matiti ya Sara iko nje, anajua hapa kuna shida, geke na ukienda. Huyu ni mtoto bado anasumbuka. Lakini siku moja, glory to God. Siku moja akaamka, akapata Sara amevalia zile zinaitwa ndio kidharia. Maana unajua kuna nguo mwanamke anaweza vaa ujue huyu anaonyesha haki. Hiyo nguo unaangalia unaona hapa hakuna time ya kunyonyesha na place ya kunyonyesha. Vile amevaa alimaliza hizo story. Lakini kuna wengine tu wenye wamevaa unajua tu huyu anaweza fungua kila wakati. Na hivyo ndivyo hata wachungaji na wale wanaongoza kanisa wako. Kuna watu tumeishi tu kufungua kifua, maana watoto ni wengi. Kila wakati ni wa kunyonya.
Kuna mtoto mmoja wa mchungaji rafiki yangu aliniambia mtoto wake aliachishwa kunyonya wakati aliendea ugali akulanishe. A true story. Aliachishwa kunyonya wakati aliendea ugali akulanishe. Akajungana na kuna watu imodo yao kwa kai. Itora inyonya kana nesia ile. Praise be to God. Mungu akusaidie uweke matiti chini. Ukomae. Praise be to God. Amen. Listen to this. Number 2, benefits of growth. Number 1, we have said you access inheritance. Number 2, Luke chapter 15, verse number 13. Luke 15, verse number 13. Listen to this. The Bible says, Luke 15, verse number 13. Oh, there were 2 sons here. The younger one was given everything. Not long after that, wakati waligawanyisha mali yao watu wawili. This is not the prodigal son. The younger implies immaturity. The younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in world living. The minute you are immature, you are not a good steward. The minute you mature, you become a good steward, a good manager. So after getting inheritance, now you become a good steward or a good manager. Listen to this. Wetu hapa tuna chances Mungu alitupatia. Wetu hapa tuna milango Mungu alifungua. But because of immaturity, we live in history. Kuna kamzee mmoja tulikutana, kakaniambia, "Mhubiri, vile nimesikia ukihubiri, lazima uguze hii mikono yangu maana kuna kitu nataka kukwambia." Nikamwambia, "Before niguze mkono niambie." Akaniambia, "Hii mikono yangu sione hivyo. Imeguza milioni 1 hii mikono." Nikaangalia kamzee, shati venye imelaruka. Viatu zinakaa hivi, zinakaa 10 to 6, 10 minutes to 6. Zinakaa na ananiambia niguze mikono yake. Nikamwambia, "Hiyo mikono iko na shida na bahati mbaya, sitaguza." Maana kamzee nikabadi manager, nikabadi steward. Sasa nikajua huyu mtu kama hujakomaa ile mali Mungu amekupatia hutaweza kumanage. Na lazima watu wakomae even in leadership. We need to grow up. May God help us to grow up so that we can manage what God has given us. Hata kama ni masaa yako, Mungu akusaidie kupanga masaa yako. Hata kama ni mwili yako, manage your body, manage your family, manage where God has given you. Mahali Mungu amekutrust, mahali Mungu amekuaminia kuwa mtu ambaye anaweza kumanage. Because you have grown up. Tuko na shida ya mambo ya Mungu kuharibika, mili yetu kuharibika, familia zetu kuharibika. Na huwa naambia couples, ni vibaya sana upatue kijana ambaye anahubiri akifungua, alikuwa amefungua shati kwa sababu yuko na joto mingi, akikaa mwaka mmoja akompaka na sweta mbili ndani na bado anasikia baridi. Maana the manager was bad. Upatue msichana wa wenyewe akifanya manywele hivi, you know, oh my God, ako sawa. Akikaa anakaa shosho hivi. Because you are bad manager. And you are here telling us Bwana asifiwe. Kwanza enda kwa msifishe kwako. Because you are bad manager. God help you to become a good manager when you mature up. Amen. Number 3, we call it decision. Decision. When you grow up, you make sober decisions. Kuna watu wanakaaga tu hivi. They don't know how to make decisions. Look at Exodus chapter 2, verse 11. Exodus chapter 2, verse 11. The Bible says that when Moses grew up, akatoka kwa Farao. One day after Moses had grown up, he went out to where his people were. He made a radical decision. Hebrews 11:27, it says that without fearing the king, the Bible says that he left Egypt na akakataa kuitwa grandson wa Farao, akajua huku si kwetu, make decision. You need to be mature to make decision. Na huwa naambia watu, the
maturity is marked by the decisions that you make. Zile kauli unakata ndizo zinaonyesha umekomaa kiwango gani. Na ndio nilikuwa naambia teenagers hapa na youth, nilikuwa naambia Matthew 5:37 inasema let your yes be yes and your no be no. Anything beyond that comes from the evil one. You make decision the minute you grow up. Kuna watu haja make decision, hajajua kabisa kama ni waadhiriva PCA au hajajua wanakanga hivyo because they have not made decision. Kuna watu haja make decision ya kuokoka, wako tu hivyo. Ti hajaguzwa. Unauzwa na nani? Wewe unauzaga Mungu wapi? Fanya decision. Biblia inasema mbele yako nimeweka mauti na nimeweka uhai. Chagua moja. Make decision. Mature up to make decision. Praise be to God. Number 4. Songs of Solomon 8:8. Songs of Solomon 8:8. We have a young sister, and her breasts are not yet grown. What shall we do, our sister, for the day she is spoken for? Tuko na kasichana, lakini hakajamea matiti. Tutafanya nini wakati katakuja kupozwa? Tutafanya nini? Kari liyo tugekatia. Listen to this. If you see this brother, bothered of this sister, she is not any other. It is called delayed growth. Mtu wako kanisani, but delayed growth. Matiti haijatoka. Hebu tupatie Hebrews hapo tukisema itawaelezea venye kunaenda. Hebrews 5:11. Hebu tupatie hapo tuone the delayed growth. Hebrews 5:11. We have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn. Verse 12. You are slow to learn. We have so many things to tell you. In fact, though by this time you ought to be teachers. Ya Kikuyu inanifurahisha inasema kulingana na kaida kayako ikaikalete, kumbe roho anaangalia wakati umekaa huko. Anaangalia uliingia deliver kama bado haijaongezwa, anajua. Lakini kukomaa ni shida. Ile wewe historia tu uko nayo ya kanisa. Kuna kachia tulikuwa tunapitia na hapa, so what? No. Wewe ujakomaa ni historia tu na midomo mingi. No. You ought to be teachers. By this time you ought to be teachers. But the way it is, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. This is delayed growth. Atikulingana by this time, kulingana ya miaka umeniambia uliingia deliver, wewe unafaa kuwa elder. Jehova tuhurumie. Na sasa hiyo hakuna kitu kingine unajuanga ni John 3:16. Na ujui vile inasema, lakini unajua kuna John 3:16. Wewe ile miaka umekaa unafaa kuwa mwalimu. Delayed growth. Sasa huyu msichana anaambiwa hana matiti. This one shows responsibility. Responsibility. Matiti inaashiria responsibility, kujukumika. Maana kama mtu akiwa na matiti anaaminiwa hata akizaa atanyonyesha. Na pia unaona kazi imelemea wengine, maana wale wamekomani wachache sana. Wengi wetu wako kanisa hii ni flat, hakuna kitu. Amekaa miaka yote na hana matiti, na maanisha kioo hauna, amemradi. Wewe mea matiti tukupee kazi. Ukipata kasena kadogo hapa adhiriva kwa maduka ama Kitegera, kasena kadogo ama Mlolongo, utakauliza wewe kama kale kama wewe unafanya nini huku? Nimetumwa na babu, kimbia nyumbani haraka. Lakini wacha kamea matiti. Mambo poa. Kama wanaume wanachokoza wale wamemea matiti, na Mungu je? Wewe Mungu atakuchokoza aje ukiwa flat? Na wale wenye hawana matiti kelele kio hiyo. Wakiona mtu amepewa kazi, amechaguliwa mara mbili, amepatiwa hii kazi, ameaminiwa hii, wanasema ni fulani tu anapewa kazi, ni fulani tu anaongozaga, ni fulani tu wewe mea matiti tukupee kazi. Tunaangalia kama matiti. Wewe ukafanywa Yanga ni wa empty
fiti, mwenye tunajua atanyonyesha watu wakuwe kioo. Yes, for us to entrust you with any responsibility, prove to us you've grown up. Praise be to God. Ya mwisho inaitwa 2 Kings chapter 2 verse 19. 2 Kings chapter 2 verse 19. We want to see another benefit of growing up, of maturing up. Oh Jesus. Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 19. Angalia hii. Na angalia hiyo neno. The men representing maturity. The men of the city. The men of the city said to Elisha, look, our Lord, this town is well situated, as you can see, but the water is bad and the land is unproductive. If you mature up, you see opportunity. If you mature up, you seize every moment. Mtu akikomaa, hakuna nafasi itampotoka, hakuna nafasi itamuacha, maana amekomaa. If you mature up, you see opportunity in every difficulty. Ili turudi hapo, give us Luke 19:44. Is it that one? Yeah. Luke 19:44. Tuone watu wenye walipitwa na wakati. This is what the Bible says. This is Jesus speaking now. Look at the last part. Because you did not recognize the time of God's coming to you. Other version says, you did not recognize the time of God's visitation. Immaturity, you will never know when your time has come. Immaturity, you will never know, this is my time. Utaishi pale na utapitwa, maana hujagundua wakati wako ni huu, maana hujakomaa. Watu ambao wamekomaa walinyakua nafasi, hakuna nafasi iliwapita, maana walikomaa. Wazee wa Yeriko walimuona Elia akipaa mbinguni na akiacha nguo yake, na wakaona Elisha akiangusha ile nguo na kupaa na kufanya njia. Wakasema mafuta na upako wa Elia uko juu ya Elisha. Wakaamini, wakajua huyu mzee akona kitu. Because when you mature up, you see opportunity. Wacha nikuonyeshe kitu. The same village, the same city of Jericho, kwenye wazee, the mature, waliona opportunity. There are some other people. Verse 23. Verse 23. 2 Kings chapter 2. Verse 23. 2 Kings chapter 2. Verse 23. 2 verse number 23. This is what the Bible says. From there, sasa ameachana wazee, amemwambia shida yao, amewapatia suluhisho kwa sababu wako mature. The Bible says he went up to Bethel. As he was walking along the road, some youths came out of the town and cheered at him. Some other version says some boys. So even in this congregation, we have men and we have boys. Suit yourself. We have men and we have boys. It is the word of God. Praise be to God. I'm not even using my Bible. It is the church Bible. And the Bible says they cheered at him. Go up, you bald-headed. In Kikuyu it says, Kiharageke apata. Because boys, they will never see an opportunity. Wale wachungaji Mungu amewapea, wale viongozi Mungu amewapea, kuna watu hawatawasaidika na wao, maana kazi yao ni kuangalia kibara na sio mafuta. Yawezekana kuna kibara lakini mafuta iko. Jehova. Wewe unaona mafuta ama kibara? Kwa sababu inajalisha wewe unaona mafuta ama unaona kibara. Na ukiishi na vijana kanisani, watakaa ukiishia vijana youth, na maanisha watu hawajakomaa. If you live with the boys, those immature people, they'll always talk of your weakness. Na kuanzia leo uanze kujipima. Kama wewe ni wale wanaonaga tu udhaifu, unaonaga tu, know yourself and grow up. Start seeing opportunity in every difficulty. Amen. Hana alipiga magoti hapa akiomba Mungu. Na mtumishi wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba huyo mtumishi wa Mungu, he had a lot of weaknesses. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu alikuwa linasikika.
macho yake ilikuwa inaenda kuzimia, alikuwa analala mahali amezoea, so many weaknesses, na taa ya Mungu haikuwa imezimika. Kwa hivyo alikuwa na shida mingi, lakini wakati alikuja na kukemea Hana ati amelewa, alimwambia my Lord, I'm not drunk. Kunyenyekea, maana maturity will never make you lose opportunity. Wengi wetu kwa sababu ya immaturity, unaulizwa kitu unajibu na ukali yote, unaulizwa kitu umeacha matusi, unaulizwa kitu unasema mimi si mtoto, hamtanibeba hivyo. Your immaturity will lead you nowhere. Praise be to God. Kwa hivyo kuanzia leo tuambie Mungu tunatamani kukomaa ili tupate urithi wetu. Namba 2, tukue ambao watu wanaweza kumanage kile Mungu amewapea. Namba 3, we make decision. Namba 4, we become responsible, tuaminiwe majukumu. Na ya 5, tusipoteze nafasi yoyote katika maisha yetu. I want to give you benefit number 3 because you have time. Tomorrow I want to do something pure as I climax in the service. Listen to this. Number 1 is stability. Number 2 is growth. Number 3, number 1 is stability. Number 2 is growth. Number 3, it is power and authority. Power and authority. Wacha niwaambie, wakati unakita mizizi kwa Mungu na umeimarika na umekomaa, sasa Mungu anakuaminia uwezo, anakuaminia nguvu zake. And let me tell you, and I'll give this testimony with all humility to the glory of God. Sijasema nimekomaa sana, lakini mahali nimekomaa, Mungu ameniaminia nguvu ambazo nimeona zikifanya kazi. Kuna muhindi mmoja ambaye amebarikiwa kweli kwa hii taifa letu, nikitaja kampuni yake tu wengi watamjua, lakini akawa na mtoto amegojeka. Chairman wa kanisa akaniambia, kwa sababu ni rafiki yake, akaniambia tukatembelee huyo muhindi, mtoto wake amegojeka. Na akaniambia huyu mtoto ni mgonjwa na amejaribiwa hospitali zote na imeshindikana. Na akaniambia, mtumishi wa Mungu, najua ukienda pale Mungu atafanya jambo. Nikamwambia, to the glory of God, wacha tuende. Tukaenda pale na kuingia kwa Wahindi. Unajua Wahindi na watu wengine, hata si Wahindi tu, hata watu wengine na huku nje wamebarikiwa na mission and evangelism team. Usikie hii, kuna watu unaenda kuambia Mungu atakuinua. Amen. Utaenda ngapo, pengine ametoka ngapo asubuhi, unamwambia nini? Utabarikiwa, anasema wewe ndio unahitaji kubarikiwa. Unajua kuna mtu alienda door to door pahali, missionaries wakaenda door to door, wakaenda kusema tumekuletea Mungu ambaye anabariki, anainua. Akauliza, na hizo takataka kwa mlango nani ameacha? Juu viatu zao wametoa wakaingia kwa carpet, zinakaa takataka kwa mlango. Mzee aliambia bibi, ingia kwa bedroom, leta viatu zote zinazitumiaji, wachague kila mtu itamtoshea. Nao wakakosa hekima, niko ni viatu tu. Walitoka na hizo. Maana kuna watu hawatasikia injili ya kuamua na mdomo, wanataka kuona power. Na ndio Biblia inasema 1 Corinthians 4 and verse 20. The kingdom of God is not a matter of thoughts but of power. Tunahitaji tukomae ili to conquer this nation, ili to conquer in our generation. Watu wamesikia neno sana, watu wamesikia Yesu anarudi sana, wanataka sasa kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi. Nikaingia huko na nikajua hapa inahitaji hekima. Nikatoa 500 kwa mfuko, nikapatia muhindi. Akaniuliza ni nini? Hii 500 ni ya nini? Hii kimadharau juu 500 si kitu kwake. Nikamwambia mimi ni Mkikuyu. Na kwetu huwezi shika mtoto kama hujatoa kitu. Mtu ashikake mtoto mikono bure. Hiyo tamaduni yetu kama Wakikuyu. Nikampatia 500. Akaniambia sawa basi wekelea hapo. Nikamwambia chukua na uchukue na mkono wa kulia. Akachukua. Sasa nilikuwa tafuta tu njia ya kushika mtoto. Nikashika mtoto nikamwekelea hapa. Huwezi omba Wahindi washirikiane na nyinyi kama Jehovah Witness. Hamwezi omba na wao. So mimi nishika mtoto nikaambia Mungu, kwa jina la Yesu fanya mambo kwa huyo mtoto. Huyo mtoto alianza kulia. Akaanza kulia na kujitoa, nikatoka dogo, akanifikisha mwaka na kuanza kujitoa tugua hivi. Wewe unafanya nini mtoto? Alifanya mtoto yangu? Nikamwambia Mungu ndiye anafanya. Mungu gani hiyo? Nikamwambia huyu wako hapa kazini. Mtoto muhindi aliangalia hivi, hakuamini. Mtoto tayari Mungu amemponya. Mungu aliponya, hata hakuna kutoa jasho ama nini. Power is not about sound. Nguvu za Mungu si sauti. Na ndio watu wanatoka makanisa yetu wanaenda ugonje juu ya sauti. Na kabla katika jina upako huko kwa mafuta
nimalize hii kwanza ya Muhidi. Wakati huyo mtoto alipona, Muhidi aliniuliza, sema kile hauna kwa hiyo kanisa yenu. Nikamwambia hatuna keyboard, hatuna viti, kanisa haina viti. Huyo Muhidi zote nilitaja alifanya. Na ndio nilikuwa naambia wazee Vestre, the spiritual riches can translate into physical. Amen. Kwa sababu mimi nimemachua, sigeruhusu opportunity. Nguvu za Mungu ndio zimefanya kazi. Na Muhidi maana ajui Thanksgiving, atatakuja kutoa shukrani kwetu. Ameuliza nini mnataka kwa hiyo kanisa? Huyo Mungu wenu atumfanyie nini? Nikamwambia nyumba ya Mungu iko na aibu ya keyboard, ya viti, ya floor, zote akafanya. Sikutajirika na yeye, lakini kanisa ya Mungu ilifaidika. Maana nguvu, na ndio naambia watu tuimarike kiroho, tukue na nguvu za Mungu. Hata kama hata kuita upeleke mtoto hospitali, maana huna gari, wakuite umuombe. You need the power of God. Wacha nionyeshe aibu zetu kwenye zinakuaga. Give us Mark 9. Mark 9. Mark 9 from verse 9. Mark 9:9. Mark 9:9. Hey. Mark 9:9. Na nikutafutie the exact verse. Lakini anza Mark 9:9. Hey. This is something. As they were coming down from the mountain. Kwa mlima ndio tunaweka church. Kwa mlima, if you want power, simu kama ile yako na hiyo yako inahitaji vitu tatu. Kitu ya kwanza inahitaji airtime. That is the bread, the word of God. Airtime. Simu inahitaji airtime. Maisha yako akiwa ni hivyo, the word of God. Simu yako inahitaji charge. Hata ikiwa na airtime ya 1,000 bila charge, hiyo simu inakaa tu mkebe. Kwa hivyo wewe hata ukikula neno opa, weka charge. Na ndio Yesu alitoka kwa mlima. Maana wale watu batalero ndio wanapigaka makelele batalero. Unasikia siku kwa mfuko. Maana if you don't talk to God, you have all the time to talk to people. Hatutaki watu wa moshene, maana moshene imekuwa mingi juu ongeaji na Mungu. Wale tunaongeaga na Mungu, ukituangalia utatuita wapole. Lakini tupate na baba yetu. Huko ndiko tunajitoa. Praise be to God. Sasa sikia, as they were coming down from the mountain, akawaambia wasiambiane kile wameona huko juu. Kuna kitu nataka uone hapa ya aibu sana. Kitu ya aibu ni the same verse. Teremsha chini hivyo. Teremsha chini. Haya, hebu angalia hii. When they came to the other disciples, walikuwa wamejiseparate. I didn't have time to teach you about prayer, that you need separation. Waliacha hawa wengine. They saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. Let me teach you something. The minute you connect yourself in prayer, you don't look for people, they look for you. Amen. This is how I put it. When you make your vertical, God might your horizontal. Ukitafuta Mungu, watu wanakutafuta. Wewe wacha biashara ya kutafuta watu. Tafuta Mungu, watu wakutafute. Go to the next verse. Kuna verse naangalia hapa. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech." Tuendelee. Nataka uone, now this is inaitwa mashtaka, wanastakiwa. Whenever it sees him, it throws him. I asked him, I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Niliambia Mungu nisaidie. Nisiwahi shitakiwa na mapepo. Nisiwahi shitakiwa mbele zako. Actually, I brought the disciples to drive out the spirit, but they could not, because you are a Christian who is powerless. Wanakuonaka tu na kitabaya ya guilt, lakini hata mete huwezi kemea. No, you are so powerless. Praise be to God. Kai Jehovah. They could not. Never, tuweke verse 29 sasa nimalize hapo. Verse 29. Biblia inasema ya kwamba, look at this. This is what the Bible says. Wakati Yesu aliponya hiyo pepo na wakatetesha wanafunzi, tutakaa na nyinyi mpaka lini? Wakati walienda kwa siri wakamuuliza, kwa nini tulishindwa kuitoa? Sikiza wenye aliwaambia. This kind can come out only by prayer.
New King James inasema only by prayer and fasting. Man, if you want to get the power, you must get deep in prayer. Kama utaomba, a prayerless Christian is a powerless Christian. Na wacha niwaambie, zile nguvu nakwambia jioni ya leo, sio nguvu tu za kutorosha mapepo ama za kuponya. Ni nguvu hata wewe mwenyewe za kujikinga katika maisha yako. You need that power around you. Pray for you to be covered by that power. Praise be to God. First King chapter 17 verse 1. Yes. First King 17. Wacha nimalizie na hiyo ingine inafuata. First King 17:1. Elijah akasema, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve. Waliingiana na Mungu sana. He was deep in God until he was given power and authority. Na akasema, there will neither be dew nor rain in the next few years except at my word. He had the power. You need to get deep to get the power. Hata sikiza hii, tunataka tuombe nao tumalize, tukuje kesho tumalize na ile sehemu nataka ku climax nayo kesho. Matthew 16:19. Mahali tulianzia jana tukasema after he was now from reed to rock. Yesu akasema atajenga kanisa juu yake. He said verse 19. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Funguo zinaashiria mamlaka. Funguo zinaashiria nguvu zake Mungu. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Na wacha niwaambie, wakati nasimama mbele za Mungu nawaambia, anajibu, kwa sababu amekupatia funguo, unangojea Mungu na yeye anakungojea. Na ili ukubali ni ukweli, hebu soma usikie ya kwamba chochote utafunga hapa duniani nitafunga mbinguni. Nani anaanzia? Ni nani? Ni wewe. Kile utafunga hapa Mungu atakifunga huko, na kile utafungulia huku Mungu atafungulia. Kwa hivyo uko na funguo, na kuanzia leo tuzame katika neno, tuzame katika maombi. Mungu atuachilie nguvu zake ili kile hatutaki tunafunga, kile tunataka tunafungulia. Na lazima ujue kuanzia leo. Let me show you another verse. Nisameheni tu. Wacha nimalize na hii verse. Wacha tu muonyeshe hii. Simama juu tuisome kama tumesimama. Ndio msione kama nitawaweka tena. Unajua mhubiri mzuri anamalizaga mara mbili. Sasa nimemaliza. Tupatie Psalm 115 verse 16. Hebu tuone hii tuope na hii. Psalm 115 verse 16. Oh, thank you Jesus. Psalm 115 verse 16. This is what the Bible says. This is what the Bible says. The highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man.